tumekutana hapa chuo cha mafunzo kwa ajili ya kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye kwa mujibu wa sheria na ya kikatiba amewachia huru wanafunzi 17 katika kuadhimisha sherehe za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa jumla leo wanafunzi ambao wameachiwa huru ni 17, 11 wakiwa kutoka Unguja na wanafunzi 6 kutoka Pemba. Kati ya hao 11 kutoka Unguja yumo mmoja mwanamke, lakini vile vile tunao wanafunzi 3 ambao ni raia wa kigeni. Kwa hiyo wanafunzi hawa kwa mujibu wa taratibu na kanuni tutawaachia leo hii muda huu asubuhi, na muda mfupi kutoka hapa tutawaruhusu kuendelea na shughuli zao mitaani. Ingawa kwa utaratibu tu na tunapaswa tuwaambie maneno mawili matatu ya kutoka nayo hapa. Moja, tunawapa ushauri kwamba waende wakaishi na jamii kwa tabia njema, kwa murwa, lakini pia kwa kutoleta bugudha na shida, lakini zaidi wajiepushe na yale ambayo waliwaleta ndani, kwa maana wasirudie makosa waliyotenda, lakini pia wasifanye makosa mapya. Lakini vile vile tuiase jamii au tuiombe jamii iwapokee, kwa sababu sasa hivi hawa si wahalifu tena, ni watu ambao wameshapata mafunzo ya kuishi na jamii, wameshapata uelewa, wameshakuwa watu wema kabisa. Kwa hiyo wasiwatenge na kuwatupa, kwa sababu wakiwatenga na kuwatupa wanaweza kurudia tena kwenye makosa. Sasa tubakia vile vile kama mzunguko tu, leo nje kesho ndani. Kwa hiyo wawapokee, wawasaidie, lakini wawe nao pamoja kama raia wema ambao wameshafunzwa na wataishi kwa tabia njema na wataishi katika kutekeleza majukumu yao kihalali, wapate kipato. Kwanza katika taratibu wa kuwapa msamaha watu hawa, ipo kamati ya kisheria kabisa ambayo kabla ya majina kutangazwa, kamati ile huwa inakaa, inawahoji, inatafuta vigezo ambavyo vimejiwekea mpaka wanaridhika kabisa kwamba hawa ndio watu wa kupata msamaha. Kamati ile inaongozwa na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar na ina wajumbe kama 10. Sasa kamati ilikaa ikajadili wanafunzi hao ambao wamepata msamaha. Kwanza walifikiria sana makosa ambayo wameyafanya. Mara nyingi wanachukulia makosa yale ambayo si ya kijinai sana, kwa maana makosa labda ya sana na unga, mauaji ama labda hujumu uchumi, hayo mara nyingi wanachukulia. Wanapata msamaha mara nyingi ni haya makosa ambayo ni ya kawaida, labda wizi wa mazao, ugomvi usiohusisha silaha, vitu vya namna hii. Kwa hiyo wanafunzi hao tunaowaachia leo, wengi wao walifanya makosa haya ambayo si makosa makubwa, isipokuwa wapo ambao walifanya makosa makubwa lakini wameshakaa miaka mingi sana gerezani. Kwa mfano, yupo mwanafunzi mmoja, yeye aliingia kwa kosa la mauaji lakini ameshakaa zaidi ya miaka 25 ndani ya chuo cha mafunzo. Kwa hiyo kwa miaka hiyo tayari kamati iliridhisha kwamba ameshajifunza na ameshakuwa mtu safi kabisa, anaweza kwenda kushirikiana na jamii. Jina naitwa Heri Kombo Hamadi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha siku ya leo na kupata msamaha, na siku ya leo sitasahau katika maisha yangu, kwani naona kama nimezaliwa upya. Namshukuru kamishna chuo cha mafunzo kwa kunipendekeza na kupata msamaha kutokana kwa Mheshimiwa Rais. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kunipa msamaha huu. Najisikia faraja sana, kwani nimetengana na familia yangu karibu miaka 26. Kwa maana leo narejea nyumbani, nashukuru sana tena sana tena sana tena sana. Namshukuru sana Rais wa Zanzibar kwa kunipatia msamaha huu. Nashukuru sana kwa chuo cha mafunzo, haki za msingi tunazipata. Kuja katika matibabu tunapata matibabu, kutokana na maradhi yako napata matibabu kipasavyo. Nikitoka hapa napelekwa Mnazi Mmoja tukatafuta rufaa, napata matibabu. Kwa hilo nashukuru sana, hakuna usumbufu. Naitwa Salama Muhammad, natokea Shinyanga kwa Kahama. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa msamaha huu, na mimi nimepata bahati hiyo ya kupata msamaha kwenda uraiani. Pia nashukuru chuo cha mafunzo kukaa nao vizuri kwa kunilea mpaka hapa napofikia, na nashukuru pia chuo cha mafunzo hiko kwa sababu nimejifunza vitu vingi. Nilikuwa sina fani yoyote, lakini nashukuru nimejifunza fani ya kushona, fani ya kufuma vikapu. Kwa hiyo nashukuru sana, na pia naomba jamii inipokee, maana nishakuwa raia mwema, nimejifunza. Na pia nashukuru sana Mheshimiwa Rais na chuo cha mafunzo. Niwatoe hofu, nitaenda kutekeleza vizuri
kwa sababu nimejifunza vyema na nina fani nyingi za kufanya kutorudia makosa haya. Na washauri wanajamii wa Tanzania wenzangu kuwa tukae vizuri, tujifunze vitu ambavyo tunavyo. Kazi zipo nyingi, biashara zipo nyingi za kufanya, kwa hiyo tujikite kwenye biashara zetu na tusifanye maovu ili tuepuke mkono wa sheria. Jumuiya yetu inashughulikia wanafunzi kama hivyo wanapotoka na kuweza kuwapa nasaha na kuwasomesha tofauti ili wasirejee tena makosa waliokuwa wameyafanya.